wote ama tuko pamoja mwanamichezo na mtazamaji wa TVE. Kwa sasa tupo kwenye review hapa. Mara zote huwa tunapata nafasi kuitazama michezo ambayo imechezwa katika viwanja mbalimbali katika siku husika, na jana tunaitazama michezo miwili, mchezo mmoja ukichezwa katika ligi kuu soka Tanzania bara ukitoa mchezo wa Yanga Afrika dhidi ya Fountain Gate. Pia saa moja jioni hivi kule Mkwakwani Tanga ulichezwa mchezo mwingine wa ligi hiyo, ambapo Coastal Union wakiwa nyumbani kwa mara nyingine tena walifanikiwa kupata ushindi. Kwa awamu hii walifunga Ken Gold mara baada ya awamu iliyopita kuwafunga Singida Black Stars. Ilikuwa ni ushindi wa 2-1, ushindi ambao umeondoka na hatma ya Ken Gold, ambao kwa sasa akili, mawazo na kila kitu kipo kwenye mipango ya kujiandaa na michuano ya championship kwa msimu ujao. Mchezo mwingine tunaotazama ni mchezo ambao umepigwa kwenye dimba la Montilivi kule nchini Hispania kunako ligi hiyo ya La Liga Santander, ambapo Girona kwa pasipo matarajio ya watu wengi, kama mtu atakwambia msimu huu alicheza ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya AC Milan na Arsenal, huenda ukakataa ukasema hawa ndo wamecheza michuano hiyo. Sasa wako nafasi ya 16 wakiwa nyumbani, wamefungwa dhidi ya Real Betis ambayo ni ya moto kweli ya Manuel Pellegrini Ingeniero, na sasa wako nafasi ya 6 wakitafuta zile nafasi za kucheza ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa msimu ujao. Je, itawezekana? Huenda majibu ya hiko ambacho nakizungumza na wewe pia ambaye unajiuliza, mwalimu wangu hapa Ticha Tigana Lukinja akawa na majawabu na sio majibu. Kuna majibu na majawabu. Kuambiwa kazi wakati sisi tunasoma, sijui mpu wangu wewe kipindi chako tulikuwa na swali, kazi, jibu. Kwa kwenye kazi pale tuoneshe njia ulotumia, afu tupe jibu mwisho. Ilikuwa ina wa control janja wale wa chama pap lesi anakuja 20 anabandika hapo. Tuonyeshe 20 umeipataje? Nadhani ndo kazi ambayo wametuonyesha Ken Gold. Unajua amefanya kazi kweli mpaka jibu ambalo wametupa sasa hivi na kushuka daraja. Ilikuwaje mpo? Yes, wa kwanza msimu vizuri. Mechi yao ya kwanza walipoteza. Wanasema nyota njema huonekana tangu asubuhi. Walicheza mechi yao ya kwanza nakumbuka ya msimu, na sababu ya msingi akili mwangu ya kukumbuka walicheza na Singida. Bwana. Yes, wakala 3-1 nyumbani. Wakafanikiwa kuscore nao goli moja. Kutoka hapo wakacheza mpaka michezo 3-4 ya kwanza hajapata alama yoyote. Ikawa ni red eye tunasema. Yes. Sasa kwenye awamu ya pili wakati tunakwenda kwenye dirisha dogo la usajili kuamkia kwenye dirisha kwenye mechi za msimu wa pili, wakaonekana kuzinduka. Wakahitaji majina makubwa, wakiamini kwenye performance, branding na nini ije inusuru timu. Bado walikuwa na idea nzuri kwa aina ya watu ambao waliwasajili kwenye timu. Waliwasajili kwenye timu. Lakini bahati mbaya sana imekuwa ndio sio. Majina makubwa yamekuwa na mchango mdogo sana kutokana na mapambano, aina ya mapambano yaliokuwa yanahitajika kwa ajili ya kuweza kubaki kwenye ligi. Kwa mfano, kwenye majina makubwa, credit ya kwanza utampa Kevin Yondani. Ndio nimemuona karibu mechi zote za raundi ya pili akiwemo. Kuna Bernard Morrison ana jina kubwa lakini availability yake uwanjani ndogo. Hii jana alikuwa anaingia substitute katika mechi ya pili. Kwa hiyo msimu mzima baada ya kusajiliwa lilishadogo kama ilikuwa na mechi 15 mbele, kaenda kunusuru timu kwa mchango wa mechi 2 za kuingia substitute. Maana yake uwanjani amepatikana kwa muda mchache. Tukirudi nyuma tunamwona mtu kama Chirwa, jina kubwa, aliingia akawafungia goli siku moja. Bado tunarudi amekosekana sana uwanjani ndani ya pitch. Tunarudi tunaangalia wenginewe, mtu kama Zawadi Mauya, well experience ya kina Dua, Steven Dua, wana uzoefu na ligi yetu lakini nafasi zao zimekuwa finyu. Kwa hiyo hawakuchanga karata zao vizuri. Ndio wanapotaka kuzinduka wajui kama duru la kwanza na duru la pili na tofauti. Duru la kwanza linakuwa mstakabali wa nani anashuka haijulikani kwa sababu ndio mnaanza fresh. Kwa hiyo mapambano yake yanakuwa ado. Mnapofika raundi ya pili mapambano yanakuwa makubwa kwa sababu wanafanya assessment ya duru la kwanza. Mtu anajipangia mechi zake. Mimi kwenye mechi 5 hizi 3 hizi. Na simwachi mtu. Yes, nimeshatoka hapa kwenye mechi ya kwanza mpaka 15 duru la kwanza.
nimefanikiwa hivi, nimekosa kufanikiwa hivi. Kwa hiyo tunapokwenda mbele mimi nifanye hivi. Kwa hiyo eneo kubwa liliowaathiri ni imani ya kwenye matumizi ya dirisha dogo, na kweli walivyoingiza wachezaji pale walipata karibu alama 8 katika mechi 6 za kwanza. Toka hapo upepo ukakata. Bad thing ni kwenye eneo la bench la ufundi. Kumuhaya kocha mgeni ambao haijui jiografia ya hapa. Kuwa ignore wale wazawa wawili. Hapo Omari Kapilima ndugu yangu kasimama kutokana na qualification ya CAF. Kwamba yeye ana leseni A ya CAF, maana yake anastahili kuwa head coach. Yule kocha mzungu ambao ndio ana sauti na kila kitu kwenye maamuzi yupo, lakini haruhusiwi kusimama kwenye benchi la ufundi, lakini anaratibu kila kinachoendelea kwenye timu. Haijui jiografia ya Tanzania. Leo mtoka kucheza Kagera, unataka kusafiri Dodoma, umbali na nini. Kuna vitu vingi sana vimemtatiza. Kwa hiyo hapo kuanzia wamiliki wa timu wali mess up kwenye recruitment ya coach. Nini kifanyike sasa kwao? Hapa sasa ni kukubali matokeo kwamba tumeporomoka daraja hili, tunarudi kujipanga daraja la chini. Muone huyu mtu anayefunga goli hii anaitwa Amara Bagayoko. Anatoka Mali, wakina Jigi Diara. Angalia aina ya wachezaji wenzao wa mbali ambao unawiwa kumlipia kibali, afu nenda angalia mchango wake. Ni mkubwa sana. Turudi kwenye swali la msingi, nini wakifanye? Ni lazima wakubaliane na ukweli, warudi kujipanga katika daraja la kwanza, championship. Na wakiwa kule, kama wanataka kuja kwenye ligi kuu, waje katika njia halisi za ligi kuu. Professionalism iwe juu. Kuna kitu kimoja according to here saying wa ndani, mimi sijawahi kuona kwenye historia yangu ya kucheza football. Walikuwa naelekea mchezo wa Azam. Very crucial game. Game ambao ninaamini kwenye baadhi ya timu ndio inaambatana na ahadi, mkiwafunga Azam mtafanya hivi. Bwana, kuna mzigo. Kuna mzigo. Lakini timu hii katika kitu ambacho kilistajabisha walio wengi, hasa wachezaji, pale palikuwa na gap kubwa kabla ya kuelekea mchezo wa Azam. Kabla ya kuelekea mchezo wa Azam. Wakapata mapumziko takriban wiki 2-3 majumbani. Timu ikawapa nauli za kwenda majumbani kwa maana wanavunja camp. Lakini siku moja kabla ya kuingia camp, yani kabla ya kuelekea mchezo wa Azam, mshahara ukatoka. Katika kitu kibaya ambacho sijawahi kukishuhudia, zile fedha alizopewa kama nauli ya kwenda nyumbani, walikuwa wamekopeshwa zikakatwa sehemu ya mshahara wao. Wameikata. Sasa nani ataipambania taasisi? Morali tayari ishashuka. Definitely. Yani unaielekea mechi ya Azam kesho, leo unakata mishahara hapa. Ilikuwa ni kitu kibaya sana. Na hii huenda ikatoa picha kama wataweza kubaki na wachezaji wengi ambao wamewasajili kwa kipindi hiki, kwa sababu kushuka ligi daraja la kwanza unajua automatically wengi wanakuwa tayari washapanga mipango yao. Kama kina Bwenzi, yani siamini kama Bwenzi kwa performance yake sio mtu wa kudrop na timu tena hiyo. Ataondoka tu. Na sio yeye. Na walio wengi sana watafuata status ya Premier. Na kuna wachezaji ambao, kwa mfano mimi Kevin nimecheza naye Premier. Tumecheza nao, wao wameingia, sisi tumeshaanza. 2005 2006 Kevin anaingia mpaka leo yupo. Huwezi kumshawishi saizi ya drop na timu kule. Yes, anamalizia career yake katika ushindani huo. Kwa hiyo kundi kubwa watalipoteza, lakini professionalism ndio inaoiangusha hii timu. Yaani hakuna mchawi mwingine wa Ken Gold. Professionalism, uendeshaji wa kiuweledi. Yes, ndio tatizo. Katika hiyo hali nao kuambia hata mimi unanigia niipambanie taasisi yako, ulinikopesha nauli, yani mwajiri anakukopesha wewe, alafu siku moja kabla bwana kwambie kimazingira bwana nimeambiwa siku moja kabla ya crucial game unaingiziwa mshahara, alafu na deduct ile hela kwamba bwana hii umecover kitu kile cha na wenzetu mbele. Na huko watoto wadogo walioko kwenye ligi sasa hizi wanaocheza waichukue hii. Unapokuwa kwenye professionalism, kama unatakiwa kwenda likizo, vitu viandikwe. Swala la nauli zake na nini, kama ni za familia watoto wanne. Unajua kwenye professional wachezaji wa kigeni wana ndege, labda safari ya ndege mara 2 kwa mwaka kurudi nyumbani kusalimia. Umenielewa? Ina gharama za mke, watoto, lakini wazawa wengi kwa asilimia kubwa wafanyiwi hivyo. Ndio maana walistaajabu kuona kwamba bosi kawakopesha nauli ambazo walipewa. Alafu wamekwenda likizo, unarudi unaambiwa tunakata fedha ya ile tulokopesha ya nauli kwenda nyumbani. Alafu mechi unaoiface mbele yako ni nini? Ni Azam. Kabisa pale professionalism ilikuwa iko aside. Yani waliweka
uweledi wa uendeshaji taasisi waliweka pembeni, wakasimama tu kwenye maamuzi kwamba hichi kitu ni cha kwangu, cha kwako, tunaweza tukaamua hivi. Leo nani atajitoa 100% kwenye Inakuwa ni ngumu kidogo. Jana nilimuona Sore Lipangile Sadala. Alikuwa KMC tunafahamu. Captain Said wa zamani KMC. Yes, alafu yupo na mwenzake kapotea anaitwa Kabaye. Abdalla Masudi Kabaye. Wametoka kwenye zile timu. Lipangile anacheza kwa mbinde kwenye timu, mwalimu head coach amuelewi. Kabisa ana historia yake, yeye amekuja na mawazo mapya, timu huwezi kuibakiza hivyo. Ni mchezo huo mmoja ambao tumeanza kutazama, mchezo wa Coastal Union wakiwa katika dimba la Mkwakwani jipya kabisa mara baada ya kufanyiwa marekebisho, akishinda mchezo wa pili mfululizo mara baada ya kushinda mchezo uliopita dhidi ya Singida Black Stars. Wameshinda mchezo dhidi ya Ken Gold, na Ken Gold sasa wametelemka daraja rasmi kunako ligi kusoka Tanzania bara. Sasa tutazame mchezo mwingine ambao uliendelea kule nchini Hispania kwenye dimba la Montilivi kwa Girona, ambayo msimu uliopita ilikuwa moja kati ya timu tishio na timu tishio dhidi ya vigogo si nchini Hispania bali pia barani Ulaya kwa ujumla, kwa wao kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Msimu huu hali imekuwa tofauti kabisa, mpaka hivi sasa wako kwenye nafasi ya 16 wakipambania kutoshuka daraja ya ligi hiyo. Ni maajabu kati ya maajabu mengi ambayo pia yanazungumzwa kule nchini Hispania. Jana wakiwa nyumbani wamekubali kichapo cha mabao 3-1 dhidi ya Real Betis ya moto kabisa ya Manuel Pellegrini Anthony pamoja na Isco, akiwa moja kati ya wafungaji katika mchezo ule. Na kocha Michel mara baada ya mchezo aliulizwa akasema yani hajui kipi ambacho kinaendelea kwenye timu yake. Yani hajui vitu vinakataa. Mimi nilivyofuatilia Girona, yani hawana tofauti na timu yenye homa za vipindi. Au kuna watu kuna kile kitu watu wanaita mwezi mchanga. Mchanga hatari hao. Unaongea naye vizuri tu hapa. Naam. Yani kuna muda wana shoot performance, timu inakuwa imejipata. Yani ukiangalia game yao, wao unaona mipango na ngai, pattern ya kucheza, wanafika golini, wana score, wanajilinda kwa mbinu na ufundi wa hali ya juu. Alafu wanaweza kwenda hivyo katika mechi kama 2 au 3. Alafu wanaikamata flop yao. Hapo wanaweza kugongwa mfululizo hata 5. Hawa wanatuchanganya sisi wawekezaji hawa. Si hawa sio timu. Mwingine akienda kichwa anaichukua Girona ile. Sio timu ya kufuata mazima. Kuna timu tunazifuataga mazima na confidence. Unawaita mamamba. Mambas wale kwamba bwana sisi tunamfuata. Lakini yes, Girona upepo umekata. Coach anatakiwa kutathmini, amalizie hizo mechi zake 5 zilizobaki. Unajua amebakiza mechi 5 hawa. Aweze kufanya recruitment ya wachezaji, lakini kwenye usajili lazima upate wachezaji wale ambao commitment yao iko juu. Unajua dunia sasa kuwapata watu kama kina Sergio Ramos, commitment, akina Carles Puyo, yani commitment kwamba mimi naipambania hii taasisi ni ya kwangu. Sitaki kuiona inaathirika na mimi nipo. Basi ukipata players wa aina hiyo unaweza ukafanya vizuri sana. Na Real Betis kwa kifupi mpwa, tukimaliza nafasi ya 6 wako nusu finali ya michuano ya Conference League, wanaenjoy maisha. Betis kuna Pellegrini ndo kazi zake zije alikuwa na Malaga kipindi fulani mfupa sina nyama ikafanya vizuri na amebahatika sana. Climax ya Anthony inakwenda kupatikana kule. Jana ilitoka takwimu baada ya mchezo huu. Akiwa United amecheza michezo 62. Amefunga goli 5. Jana alikuwa anacheza mchezo wa 17 akiwa na goli 4. Lakini at the end of the day amekuwa na michezo 17 goli 5. Yaani robo ya michezo ambao ameicheza United amefikisha goli ambazo United amezitumikia katika robo 4. Manake sasa ni amewaka. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kitafuata, lakini kiukweli kama timu imemfiti kabla yeye kuifiti timu, timu imemfiti. Yuko katika tunasema comfortable zone. Ni teacher Tigana Lukinja, mwalimu wa mpira Instagram sambamba na mitandao mbalimbali ya kijamii. Ukimwandikia Tigana TZ unampata hivyo. Mimi ni Idi Nonga, _, pia ukinaandika kwa jina hilo unanipata. Tunaifunga hivyo review mtukati ndio ambayo inafuata.